Ilikuwa ni siku ya pili tu tangu nilete hawa kondoo wapya wa dopa shambani. Asubuhi kama kawaida, nilienda kuwacheki kwenye banda. Ndipo nikagundua jambo ambalo sikutegemea mapema hivi. Kamasi kutoka puani kwa baadhi ya dopa wangu wapya. Kwa wakati huo, dopa walikuwa wameshachanganyana na kondoo wangu wa kienyeji. Kwa mkulima yeyote, hili ni jambo la kuchukua kwa uzito. Kwa sababu unapomleta mnyama mpya, huja na afya yake na pia huja na hatari zake. Bila kuchelewa, niliamua nisiache mambo ya bahati nasibu. Nikampigia daktari wa mifugo mara moja, nikimweleza dalili nilizoona. Sana jumpia kuko ngenini. Jumpia ko kalju. Arangi inyones. Sawa nyo. Sawa. Kwa ufugaji wa dopa, nimejifunza jambo moja muhimu sana. Afya ya kondoo haiwekwi hadi kesho. Baada ya muda mfupi, daktari alifika shambani. Akaanza kwa kuwakagua dopa wangu moja kwa moja. Akiangalia dalili, hali ya mwili na mazingira wanayoishi. Baada ya uchunguzi, daktari aliamua kuwadunga dawa ya minyoo kwa sindano. Hii ilikuwa hatua ya haraka ya kuwalinda kondoo na pia kuzuia tatizo lisizidi au kusambaa. Kwa wakulima wengi, tukio kama hili huleta maswali mengi. Ni ugonjwa gani huu? Kwa nini dawa hii? Je, ningefanya nini kama mkulima? Ndio maana niliamua kumhoji daktari moja kwa moja ili atuelezee kwa lugha rahisi chanzo cha kamasi wa kondoo, dawa aliyotumia na kwa nini, na ushauri muhimu kwa wafugaji wa dopa, hasa pale unapowaleta kondoo wapya shambani. Tuendelee na mahojiano ya daktari. Yes, daktari, unaweza kujitambulisha? Na kutuambia unahusika na huduma gani za mifugo? Kwanza kabisa kwa majina ni Alfred Brown. Mimi ni daktari wa mifugo za ng'ombe ama veterinary officer. Natoka upande wa Lelwak, Chepkurukwat, Nandi East constituency. Sasa nimeweza leo kutembelea shamba huu ili niweze kuona maendeleo ya kondoo. So nimepata kondoo, kwa hakika nimepata kuwa
Tembe hawa ni aina mbili. Iko aina ya dopa na hizi zingine ni kienyeji tu umechanganya. Kawaida ni mchanganyiko. Sasa leo nilikuwa natembea kuona dopa. Juu kuna siku nilikuwa nimetembelea kuona hizi ya kienyeji. Sasa leo nilikuwa nakuja kuangalia na kuona tatizo lao. So kwamba nimepata kuwa shida ya dopa ilikuwa ni mambo ya dawa ya minyoo. Sasa nimepata kuwa ilikuwa na maji, alafu inaanza coughing. So nimepea dawa ya minyoo na nimepewa sio kwa jinsi ya kukunywa, nimepea ya kudunga dawa ambapo itawasaidia. Inaitwa, unatumia ivermectin injection. Hiyo unadunga, iko hata video unaweza angalia. Unaanza kuchukua, unaweza kuangalia. Saa dopa unafaa kudunga after every a month, after 1 month. Kila mwezi. Kila mwezi unaipea, unaidunga. Okay. Alafu kwa kulisha, make sure umelisha mzuri. Maji, dopa wanakunywa maji mingi, so maji safi kila siku, na maji kupaki unamwaga, unaweka ingine, usitumie ajana. Okay. Leo hiyo ni mzuri. Alafu ingine ni nyumba, nimeweza kuona nyumba yao huko ni safi. So, okay. Inafaa kuwa safi kila wakati. Na sasa umeona vile nimenunua hizo mpya dopa. Nataka nibadilishe zikuwe dopa peke yake. Sijui kwa uamuzi wako kama unaona ni busara mzuri vile nimezichanganya, ama ni mzuri niziweke kando kando vile nimechanganya na hizi za kienyeji. Kwa sasa hivi nikiona hivi vile nimechanganya, ni kama hakuna ndume wale wengine watanisumbua. Ndume nimeweka kando. Lakini sasa ina shida juu ndume wangekuwa shida kidogo. Lakini umetenganisha hawa ndume wamekaa huko. Ni kweli. Sawa. Alafu hii dawa ya minyoo, mbona umetumia ya kudunga? Ya kudunga sana. Ni mzuri kushinda ile ya kukunywa. Ni mzuri. Juu hii inasaidia minyoo ya ndani na inasaidia ngozi ya kondoo. Kama vile nimesema. So ile inasimiza asubuhi, inasaidia maneno ya lungworm. Okay. Everything. Hata sucking lice nini. So hiyo ni ya kudunga, inaweza wasaidia wote. Hiyo ni mzuri. Ni mawaidha ingine gani unaweza nipea? Mawaidha naweza kukupea ni vile nimeangalia nyumba iko sawa. Sasa wewe chengea mahali pazuri pa kuweka maji. Unaona sio mzuri vile, na uchengee va chakula. Okay. Hiyo ni mzuri. Unaweza tumia niko na yani hiyo balance diet. Yes. Inaweza wasaidia. Hiyo mineral na vitamin na kadhalika hizo zingine, hiyo mineral yote. Alafu chumvi unaipea. Sasa wanaanza kukiandaa vyakula hivi. Baada ya hivyo wanakunywa maji. Hiyo ni mzuri. Nimeshukuru sana. Tutakuwa bado tunakuita kila mara. Ng'ombe pia nimeziangalia huko. Naweza kutembelea ng'ombe. Hiyo ni mzuri. Nimeshukuru sana. Mimi pia nashukuru. Naona kazi nzuri inaendelea. Asante. Asante kabisa. Haya.